right now I'm not praying for corruption. I'm praying for a leader. I'm not praying for ODM. I'm praying for a godly leader. I'm not praying for Jubilee. I'm praying for a godly leader. Tumemwaga damu ya tosha kwa sababu ya vyama. Tumeua watoto wa watu ya tosha kwa sababu ya vyama. Baby Pendo, mtoto asiye na hatia, ako mchangani leo kwa sababu ya vyama. Jacob Juma maacha mchani kwa sababu ya vyama. Watu wengi, Rex Masai hayuko leo kwa sababu ya vyama. Na ikaupendeze moyo wa Mungu kuangaza nuru ya utukufu juu ya taifa la Kenya. Historia mpya iandikwe. Haleluya. Jiwe walilokataa waashi ndio limegeuka likaja kuwa jiwe la msingi. Katika ulingo wa kisiasa kuna watoto wa watu wamejikomite katika wanasiasa fulani, wakajitolea muhanga maisha yao yote, wakati wao wote, fedha zao zote, akili zao zote, wakiwatumikia kwa uaminifu. Lakini inapofika wakati wa kuridhisha, yule mwanasiasa anakataa kuridhisha ama kupeana mafuta kwa mtu anayepaswa kupewa. Anapatiana kwa mtu wa familia, anapatiana kwa rafiki yake, ama hata ikiwezekana anapata kuuza hiyo mantle. Litukuke jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba katika majira haya ya uvivio imeupendeza moyo wa Mungu mwenyewe, ya kwamba upende usipende, hata kama ni wewe ulianzisha, kinaenda kuhama kwa nyumba yako, maana ilikuwa ni mapenzi ya Mungu kuendeleza makusudi yake. Wewe kitu unastahili kushukuru Mungu, mzee Isigi, ni kwamba Mungu alikupatia nafasi ya kumtumikia kwa wakati huo na ukaheshimika, watu wakakucelebrate. Lakini imanishi uende nayo kwa kaburi, utakiacha nyuma. Bwana sifiwe. Wamekufa wengi wakaiacha injili nyuma. Imebaki ni watoto walikuwa na funza, walikuwa machokora, kina Apostle Wycliffe Jackson, ndio wamekuja kusikizwa katika mataifa ya ulimwengu kwa kipindi hiki. Makinika moyo wangu, makinika ipasavyo, maana wakati wako utakapofika utaiacha nyuma, utaiacha nyuma. Imeupendeza moyo wa Mungu ya kwamba mazingira yenyewe yaanze kuitisha. Vyama vinaenda kukufa umaana, vyama vinaenda kukufa umaana, wanasiasa wanaenda kukufa maana, miaka yao inaenda kukufa umaana. Kuna generation Mungu anaiinua, wanaweza kuwa wafanani na unavyotarajia, wanaweza kuwa wapendezi unavyotarajia, lakini upende usipende, anavyosema Bwana ni hivyo, na anapoandika lazima itimilike ya kwamba Bwana anasema hivi, na aliye na sikio asikie kile Roho analinenea kanisa. Political sector of the nation of Kenya is going to heal. And right now I'm not praying for corruption. I'm praying for a leader. I'm not praying for ODM. I'm praying for a godly leader. I'm not praying for Jubilee. I'm praying for a godly leader. Tumemwaga damu ya tosha kwa sababu ya vyama. Tumeua watoto wa watu ya tosha kwa sababu ya vyama. Baby Pendo, mtoto asiye na hatia, ako mchangani leo kwa sababu ya vyama. Jacob Juma maacha mchani kwa sababu ya vyama. Watu wengi, Rex Masai hayuko leo kwa sababu ya vyama. Na ikaupendeze moyo wa Mungu kuangaza nuru ya utukufu juu ya taifa la Kenya. Historia mpya iandikwe. Kenya shall still be there tomorrow. May God preserve you to testify tomorrow, after any manner of evil systems shall have left, to testify tomorrow that Kenya is godly, is a nation of God. Hatuwezi kupeleka injili kwa mataifa tukabaki hivyo. Hatuwezi kufanyika msaada kwa Haiti tukabakia hivyo. We are peacemakers. And since we are peacemakers, the Bible has called us children of God. And God preserves his own. Kenya, you are preserved of God. Mimi ninashukuru Mungu wa Israeli kwa sababu roho wa uvivio ameyafunua macho ya Wakenya. Sasa wanasema hatutapigana tena.
hatutapigana tena, hatutamwagiana damu tena. Bwana sifiwe. Hakuna ukabila Kenya. Shida ya Kenya ni viongozi wa kisiasa. Narudia tena, jirani yangu huyu ni Mjaluo, huyu mwingine ni Mkisii, huyu mwingine ni Mkikuyu, huyu mwingine ni Mkale. Tunakaa na wao hapo na hatujawahi kuwa na issue. Vivian wangu akiniletea watermelon, tunachinchanga katikati na anza kuwagawa vipande. Wakati wamejumanishiwa unga kienyeji kutoka Ushago, wanagawa mikebe wananiletea kwangu. Shida inaanzanga tu wakati siasa zinaanza. Mara hii tunatangaza na kuomba katika jina la Yesu Kristo, even in the coming elections, it will be as though nothing has happened. Bwana sifiwe. It will be as though nothing has happened. We can't go on eating one another. We can't go on wasting one another's life. Tangia wakati wa kifo cha mfalme Uzia, Isaia alimuona Bwana. Lazima tu Uzia aondoke, ndipo Isaia awe na uwezo wa kunawiri kihuduma. Isaia wengine lazima waondoke, ndio siasa za Kenya zipate kupona. Ziondoke maadui, ziondoke mauano, ziondoke ukabila, ziondoke dhiki hizi za kumeza na kukunywa damu ya watoto wetu. Siasa za Kenya haziheshimu kanisa. Twaomba katika jina la Yesu ya kwamba mauzia fulani lazima wataondoka, lazima wenye nguvu fulani wataondoka, ndipo Bwana pate kujitwalia utukufu na taifa la Kenya. Na kutabiria tena kwa sababu umekuja hapa katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu mwenye nguvu, mwanamke na mwanaume wenye nguvu ambao wamesimamia anka ya kiroho ya familia yako, ambao watamua ni nani atabarikiwa, ni nani atapenya na ni nani atapenya. Na kwa sababu wanakuchukia wajawahi kukulokete, na tangaza neema ya technical growth, technical breakthrough, technical unlimitedness ipate kutua juu ya maisha yako. Nenda ukapenye, japokuwa wako waone ukipenya, waulizane mikutanoni, alifanyaje akakuwa MCA, alifanyaje akakuwa mbunge, alifanyaje akakuwa rais. Wewe ukifika kule uambie neema ya Bwana nitoshelezi kwa wale wanaomwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wanaume na wanawake wenye nguvu wanaosimama katika anka ya kiroho kuamua ni lini jibu la maombi yako litapata kukufikia. Maandiko yanasema ikamfanyikia Danieli vivyo hivyo, ya kwamba siku alipoanza kuomba ndio siku jibu la maombi yake lilipata kuachiliwa. Lakini kwa sababu ya uadui wa kiroho, mwanamke mwenye nguvu Arabakazeke akalitika jibu lake nyara. Kuna watu mmeomba waume hapa, sio kwamba Mungu hajakujibu, tayari Mungu ashajibu, lakini you need to push up in prayer. Maana kuna mtu anailinda hiyo territory, anaitwa mtu mwenye nguvu ambaye analinda yale malango, amepata kuliteka nyara. Katika jina la Yesu, neema ya Gabrieli ikatue juu ya maisha yako. Mungu akupiganie, ampinge shetani. Mme wako achiliwe, mke wako achiliwe, kazi yako iachiliwe, amani yako iachiliwe, reconciliation ukaipokee. Pokea afya, ulinzi wa kiungu, pokea afya katika mashamba yako, pokea afya ndani ya education system ya watoto wako. Because I feel deep within my spirit, the hour of grace has come when God means well. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mauzia wa injili wataondoka. Walianza kwa roho, wamemalizia kwa mwili, na bado wamekwama kwa zile nafasi. Hawataki mtu mwingine aamue the direction of the church. Sikiliza sasa, this is the declaration of God. Watabaki kwa hizo ofisi, lakini utukufu utaondoka. Someone listen to me. Watabaki kwa hizo ofisi, watabaki kwa hivyo vyama, watabaki kwa hizo dini, watabaki kwa kwa na hizo documents. But listen to me, utukufu na shift. Yani wanaita hapa mkutano, hakuna mtu anakuja.
Isiki tuna hii haleluya yake hii tu moja hiyo. Anaita mkutano, watu wanapanda ndege kutoka Marekani wanakuja kusikiliza injili. Open up your eyes. Uanze kuona ulinko wa kiroho jinsi ambavyo umekaa. Kuna watu wananyang'anywa mantle by force because they are supposed to have transferred. Wamekatalia kutransfer. Wanangoja kupewa mabwana zao, mabibi zao, watoto zao. Mbingu zinasema these matters of the kingdom, they are acquired by violence, and only by the violent shall take it by force. By your sweeping the church, you have proved to be violent. By your having been loyal to me, you have proved to be violent. Hata nikaachia gracious, the fact still remains. Ni kung'ang'ana atang'ang'ana. Kumbe flow iko na Paul kule. Things are changing. Nasikia mtu mwingine anasema Baba Wino, mimi sijakwambia yako mambo ya Baba Wino. Usiweke maneno kwa mdomo yangu. Baba Wino hata hajawahi nitumia sadaka. Bwana Yesu asifiwe. No, open your eyes. Now, there is something.